Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumanne ya juma la 6 la Pasaka. Injili ambayo inatuongoza katika tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 5 hadi ya 11. Katika injili ya leo, Yesu anawaambia wanafunzi wake jambo linalowaumiza sana. Anawaambia, mimi ninaenda kwa yeye aliyenipeleka. Wanafunzi walihuzunika kwa sababu walihisi wanampoteza Yesu. Walikuwa wamezoea uwepo wake. Waliona kama mwisho wa kila kitu umefika. Lakini Yesu anawashangaza kwa kuwaambia, ni afadhali kwenu mimi niondoke. Kwa macho ya kibinadamu, kuondoka kwa Yesu kulionekana kama ni hasara, lakini mbele ya Mungu ilikuwa ni njia ya kupokea kitu kikubwa zaidi, maana aliwapelekea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye aliwakumbusha yote ambayo Kristo aliwafundisha, lakini pia aliwapa ujasiri wa kuweza kuyaishi na kuyatangaza. Ndugu zangu, hapa ndipo ujumbe mkubwa wa leo ulipo. Wakati mwingine tunapaswa kuachilia baadhi ya mambo ili Mungu atupatie yaliyo makubwa zaidi. Kuna vitu kwenye maisha yetu ambavyo tunavishikilia. Mfano, maumivu ya zamani, watu waliotuumiza, mahusiano yasiyotupeleka kwa Mungu, tabia mbaya, dhambi, hofu, au hata mipango yetu wenyewe. Lakini Mungu hawezi kujaza mikono iliyojaa tayari. Wakati mwingine tunamwomba Mungu atupe amani, lakini bado tunashikilia chuki. Tunamwomba Mungu atupe maisha mapya, lakini hatutaki kuachilia maisha ya zamani. Tunataka Mungu afungue mlango mpya, lakini bado tumekaa mbele ya mlango uliofungwa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nikiondoka msaidizi atakuja. Kwa maneno mengine, kuna baraka ambazo haziwezi kuingia mpaka kwanza ukubali kuachilia. Ndugu zangu, si kila kuondoka ni laana. Si kila kupoteza ni mwisho. Wakati mwingine Mungu huondoa kitu kidogo ili akupe kitu kikubwa zaidi. Huenda leo kuna jambo litaondoka katika maisha yako. Labda kazi, rafiki, nafasi uliokuwa nayo, au mpango uliokuwa umeutegemea sana. Usikate tamaa haraka. Inawezekana Mungu anaandaa kitu bora zaidi mbele yako. Mbegu haiwezi kutoa matunda mpaka kwanza ianguke ardhini na kufa. Mtoto hawezi kukua bila kuacha hatua ya utoto. Na sisi pia hatuwezi kukua kiroho bila kujifunza kuachilia baadhi ya mambo. Roho Mtakatifu huja pale moyo unapokuwa tayari. Huja pale tunaposema, Bwana, si mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatimizwe. Leo tujiulize, ni kitu gani ninachoshikilia ambacho Mungu anataka nikiachilie? Labda ni kiburi, labda ni msamaha ambao nimekataa kuutoa, labda ni dhambi za siri ambazo nazijua mwenyewe, labda ni hofu ya kuanza upya. Usiogope kuachilia kile ambacho Mungu anakiondoa, kwa sababu Mungu hachukui kitu bila kusudi. Anapunguza ili kuongeza, anaondoa ili kujaza, anafunga mlango mmoja ili kufungua mwingine mkubwa zaidi. Basi leo hii tusali sala hii: Bwana, nifundishe kuachilia yale yanayonizuia ili nipokee yale ulionikusudia. Nijaze Roho wako Mtakatifu na uniongoze katika maisha mapya.